Kabla hatujaanza uchambuzi, ningeomba kujua kitu kimoja. Ni kitu gani ambacho umekifurahia zaidi kutoka kwa Leticia dada wa kazi? Je, ni pale alipomfunika ndo mhalifu huyu hapa Tami, au ni pale uliposikia tu Tami akitoa sauti mara baada ya kunywa sumu ama ya kula chakula chenye sumu baada ya kutaka kumpatia Beni chakula hicho hapo? Hata hivyo, dada wa kazi Leticia anastahili kupongezwa kwa hiki alichokifanya, kwa sababu bila yeye Mr. Beni alikuwa anapoteza maisha, na hii ni safari ya pili, yani ni mara ya pili dada wa kazi Leticia anamsaidia Mr. Beni. Mara ya kwanza alikuwa mtupa aliyetumwa na bosi wa hii nyumba, nikimaanisha kwamba mke wake na Mr. Beni yani Janet. Mara ya pili amekuwa Tami ambaye ameletwa kwa ajili ya kumpa sumu mume wake na Janet. Lakini pia wakati ukiendelea kujiuliza ni kwa namna gani dada wa kazi Leticia anapata taarifa za matukio yote yanayomkuta Mr. Beni, ingekuwa ni vema kama utasubscribe kwenye channel hii hapa, like video hii, lakini usisahau kushare. Lakini wakati huu pia usiondoke, kwa sababu kuna mambo mengi mazuri ambayo yanakuja hapa mbele tukianza uchambuzi wetu. Sasa moja kati ya vitu ambavyo nafikiri kwamba vilikuwa ni vya muhimu sana kuweza kugunduana hapo, yani kila mtu angegundua ni nani ambaye anaharibu mpango yake. Tukianza na Janet. Janet bwana aliweza kuharibu mpango pia wa dada wa kazi Leticia pamoja na Mr. Beni, kwa sababu mpango wao ulikuwa ni kumtumia Tami mwenye sumu aliyekula chakula chenye sumu aweze kuambia ni nani ambaye amemwagiza kuleta sumu kwa Mr. Beni, lakini imeweza kufeli kwa sababu tayari bosi aliyeweza kumwagiza Tami ampe mume wake chakula chenye sumu ameweza kufika na kuharibu mpango kwa kusema kwamba hicho ni chakula cha sumu alikiweka maalum kwa ajili ya kuwapapanya. Sasa kitu ambacho kimefanyika ni kwamba tayari wameharibu mpango wa dada wa kazi Leticia pamoja na Mr. Beni, lakini hakijaharibika kitu pia, kwa sababu hata wao hawajafahamu kabisa kwamba aliyeharibu mpango wao ni dada wa kazi Leticia. Hii ingekuwa ni mbaya, kwa sababu Leticia angeingia kwenye hatari kubwa, kwa sababu tayari yeye angeingizwa kwenye listi ya watu ambao wanazuia mipango yao ya kumuua Mr. Beni ili aweze kushikilia mali zake. Lakini pia nafikiri kwamba Janet alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kutambua kwamba mtu ambaye anazuia mipango yake, mtu ambaye amekuwa akikwamisha mara kwa mara mipango yake ya kumuua Mr. Beni, sio mwingine ni dada wa kazi, kwa sababu kama angetumia akili ya kukumbuka kile kilichoweza kutokea kwenye episode za mwanzoni kabisa, kwamba aliweza kuzuia pia mpango wake wa kumuua Mr. Beni na kuchukua pesa kipindi ambacho mtupa aliingia, na yeye akaingia akajifanya ana uchizi fulani hivi, akavua nguo yake ya ndani akampiga makofi Mr. Beni. At the end of the day Mr. Beni akamfuata na hakuna kitu kilichojulikana kwamba waliongea kitu gani. Sasa kitu kama hiki hapa nafikiri kingempa mwanga Janet wa kugundua kwamba anayekwamisha mipango yake ni dada wa kazi Leticia na sio mwingine. Leo pia kitu kama hiki hapa kimeweza kutokea. Ameingia Tami akitaka kumpa chakula chenye sumu Mr. Beni. Alichokifanya tena ni kama kile alichokifanya mwanzoni. Safari hii akachukua ndoo akamtwisha ama akambisha Tami kichwani, moja kwa moja akampa taarifa Mr. Beni kupitia karatasi, na isingekuwa rahisi wao kuweza kugundua kwa sababu hakusikia mazungumzo ya aina yoyote ile. So nafikiri kwamba Janet alikuwa na nafasi kubwa ya kugundua kwamba mpango kazi wake anaouandaa wa kumuua Mr. Beni unakwamishwa kila siku na mtu mmoja tu ambaye ni dada wa kazi. Japokuwa pia hata dada wa kazi Leticia hajapata nafasi ya kumuhisi ama kumhofia kwamba bosi mwanamke ama Janet ndiye anayehusika na kutuma watu kwa ajili ya kumuua mume wake ili aweze kumiliki mali zake, hajagundua pia hivyo. Sasa kitu kingine ambacho nafikiri kwamba kingefanya Janet aweze kugundua kwamba dada wa kazi ndo mtu ambaye anakwamisha mipango yake kimakusudi na wala sio kwa bahati mbaya, ni pale tu ambapo Leticia alijitetea kwamba alimweka ndoo kichwani mwake Tami kwa kuhisi kwamba ni dada Janet, na alifanya hivyo kwa kusema kwamba ni birthday yake. Sasa tunafahamu kabisa wote, sawa, alitambua birthday ya Janet ni siku hiyo hapo. Haijawahi kutokea hata siku moja. Kwa jinsi ambavyo Janet anamtreat dada wa kazi Leticia, hawana mazoea ya kiasi hicho, kiasi cha kuweza kumwagiana maji au kutuishana ndoo. Hicho kitu hakipo. Nafikiri kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vingemfanya Janet aweze kuhisi kwamba binti ambaye wanamwita Leticia ndiye anayekwamisha mipango yake. Lakini kwa nini anaendelea kufanya hivi? Kwa sababu wote tunafahamu Mr. Beni anampenda kwa kiasi gani, hawezi kumuomba hela akamnyima. Sasa ni kwa nini anataka mali zake? Sasa kitu kama hiki hapa nafikiri tutakichambua mwishoni kabisa mwa episode hii hapa, lakini kwa wakati huu tuzungumzie kuhusiana na tukio kubwa lililoweza kutokea wakati ambao Mr. Beni alihitaji maji ya kunywa, na moja kwa moja Janet akagoma kabisa kwenda kumchukulia maji, akisema kwamba humu ndani kuna dada wa kazi. Sasa kuna majukumu mengine madogo madogo yanatakiwa yafanywe na mke wa nyumba hii hapa. Sasa kitu ambacho amekifanya Janet ni kama anajipunguzia max kutoka kwa Mr.
Ben, yani kutoka kwenye moyo wa Mr. Ben. Kitu kama hiki hapa mara nyingi huwa kinawafanya wanaume waanze kufikiria kwamba walifanya chaguo ambalo sio sahihi, kwa sababu kama mwanamke wako anashindwa kwenda kukuchukulia maji ya kunywa, anataka dada wa kazi ndo afuate hayo maji kwa ajili yake, anawezaje kufanya majukumu mbalimbali, hata majukumu madogo madogo? Kuna siku hata nguo za ndani zitakuja kufuliwa na dada wa kazi, kitu ambacho sio sahihi, na ndo kitu ambacho kinanifanya nitoe maoni kama haya hapa magumu ya kwamba Mr. Ben anatakiwa kufanya harakati za kutafuta mwanamke mwingine, kwa sababu huyu mwanamke hamfai, na dalili zote zinazionyesha kabisa kwamba huyu mwanamke hamfai, na mwisho wa siku anaweza akachukuliwa nafasi yake na dada wa kazi, kwa sababu dada wa kazi amekuwa kimjali mume wake kwa kila kitu. At the end of the day atashindwa kumpa hata unyumba. Sasa unafikiri kwamba kama Mr. Ben atakosa unyumba ni kipi ambacho atakifanya? Na dada wa kazi yuko humu ndani anamsaidia kwa kila kitu. Nafikiri atashindwa kuingia kwenye mahusiano ama atashindwa kuingia kwenye penzi zito la dada wa kazi? Nafikiri kitu kama hicho hapo, kwa sababu nimeshaona kabisa kwamba tayari mitego imeanza kutegwa na ametegeka Mr. Ben kutoka kwa dada wa kazi. Sasa hii hapa ni siri ambayo ninakupa ndugu mpenzi unayeitazama tamthilia ya Dada wa Kazi. Naam, kitu ambacho nimekigundua na kimenifanya niamini kwamba dada wa kazi huenda anampenda Mr. Ben ni pale tu alipomletea maji kwa heshima. Bwana, kuna jicho fulani hivi alikuwa akimtazama Mr. Ben, ukijaribu kuangalia unaona kabisa kwamba hili ni jicho la kupenda. Kwa hiyo kitu ambacho nakiona hapo, kuna namna Janet anaweza akajipotezea upendo kutoka kwa Mr. Ben. Kitu kama hiki hapa ndo naona kinakwenda kutokea, na nimeshaona kabisa kwamba watu ambao wanamharibu Janet kufanya mambo ya kipuzi kama haya hapa, kutaka kumuua mume wake, ni marafiki zake. Kwa mfano Tami, ukijaribu kumwangalia kama ni rafiki yake, hawezi kushindwa kumshauri rafiki yake Janet ujinga kama huu hapo, lakini imekuwa ni bahati mbaya kwa upande wake, ilikuwa ni kidogo tu aweze kupoteza maisha yake. Lakini pia tukija upande wa pili huko kwa Kichinjile pamoja na Janet, Jenny. Sasa ukijaribu kuangalia ni kwamba Jenny ameonekana kuwa mpumbavu siku zote. Umeshaona kabisa kwamba mwanaume wako habadiliki. Yani umalaya ni tabia yake, ni kitu ambacho anakipenda, kiufupi ni asili yake. Kwa nini ujisumbue kuendelea kutamani kuishi naye kwenye mahusiano wakati boys wako wengi? Unaweza ukatafuta mwanaume mwingine, labda huenda haioni thamani yako kwa sababu unamngangania sana, na ndo kitu ambacho nafikiri kinatokea kwa Jenny pamoja na Kichinjile. Lakini ukijaribu kuangalia Kichinjile, kwa sisi watazamaji tungepata nafasi ya kujua ni kipi ambacho kinajificha, ni kwamba anampenda Jenny au hampendi Jenny, lakini tunashindwa kutambua hata sisi, kwa sababu amekuwa akionekana kumpenda kila mtu ambaye yuko kwenye mahusiano naye. Na kiufupi ni kwamba inaonekana kwamba Mr. Kichinjile anawatumia. Unajua siku zote kuna ile kitu anasema kwamba mwanaume anaweza akawa na mademu karibia 20, lakini yupo mmoja tu ambaye huyu amemweka kwa ajili ya kuwa mke wake, yani amemweka kipolo, atakuwa ni wife material. Sasa Kichinjile wake mke ni upi? Wengi wanashindwa kutambua, lakini mimi nimemuona Jenny ndo mke.